Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Amma baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani kiongozi wa umma Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kwa majina naitwa Sheikh Abdul Warith bin Jumaa, Sheikh wa wilaya ya Ilemela. Na alhamdulillah kwa siku ya leo tuko kwenye kata ya Bugogwa, Masjid Awali Igombe, kwenye kongamano kubwa la kina mama wa Kiislamu ambao wamekusanyika kwa wingi kabisa, ikiwa ni katika muendelezo wa makongamano ambayo yanafanyika katika wilaya yetu Ilemela. Lengo kubwa na makusudio ni kufikisha elimu ya maisha ya ndoa, mmomonyoko wa maadili, malezi ya familia, lakini pia dua ya kuliombea taifa letu na kuombea viongozi wetu kwa jumla. Kwa hakika shukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hili ni kongamano la pili na limefana vizuri baada ya ile la kwanza lililofanyika kata ya Nyamongolo pale katika ukumbi wa hoteli ya Taiwan. Na baada ya leo hapa siku ya Jumatano, leo tarehe 4, tarehe 8 ndo funga kazi sasa. Tutakuwa pale shule ya Bismarck kuanzia mida ya saa 7 mpaka jioni, ikiwa ni muendelezo wa mada hizi ambazo tunatembea nazo. Lengo na makusudio ni kufikisha ujumbe na elimu kwa umma mzima wa Kiislamu, lakini pia hata wasoko Waislamu wakafaidika na mambo kama haya. Na makongamano haya kiujumla niseme kwamba yanafanyika katika wilaya Ilemela. Wilaya zingine hatuwezi kuyasemea, wao nao watakuwa na mipango yao na taratibu zao wao. Kwa hivyo hatutosema kwamba na wao watafanya, hapana. Mimi ama wilaya Ilemela inafanya kama wilaya Ilemela kuhakikisha tunatimiza wajibu wetu wa kuwazindua, kuwakumbusha waumini wetu juu ya masala mbalimbali katika Uislamu wao. Kiwa shekhe wa wilaya Ilemela, kongamano hili ili liweze kufanyika kwa mkoa mzima, ni mimi sasa na jopo langu kwenda kumshawishi na kumshauri shekhe wetu wa mkoa, ikimpendeza ana kwa mamlaka yake kupitia wilaya 7 ana uwezo wa kuliitisha na likafanyika katika viwango vya kimataifa na vya kimkoa. Inapendeza zaidi, maana yake Waislamu kwa ujumla katika mkoa wetu wa Mwanza na nje ya viunga vya Mwanza ya mkoa wa Mwanza watakuwa wamenufaika na kufaidika kwa mambo yaliyoko mengi zaidi katika Uislamu wetu. Na kwa hakika binafsi pamoja na wasaidizi wangu tumefanya majambo haya baada ya kubaini kwamba jamii kubwa tunayoishi nayo hawana elimu na utaalamu kwanza wa maisha ya ndoa, lakini pia tumeona maadili yameporomoka katika jamii, katika malezi, mmomonyoko wa maadili umekithiri. Sasa kama viongozi, wajibu wetu ni kujipanga na kuangalia namna gani ya kwenda kuwasaidia watu hawa warudi katika njia iliyokuwa sawa.